We stand with Captain Traore. We stand with Traore because we know that Traore stands for the unity of Africa. We are Traore and Traore is all of us. Katika hotuba yenye msisimko na hisia kali iliyotolewa jijini Johannesburg, kiongozi wa chama cha Economic Freedom Fighters Julius Malema alielezea msimamo wake mkali dhidi ya uingiliaji wa Marekani katika masuala ya Afrika na kuonyesha uungwaji mkono wake kwa Captain Ibrahim Traore, rais wa mpito wa Burkina Faso. Malema alisisitiza kuwa Afrika inapaswa kusimama imara dhidi ya mashinikizo ya mataifa ya Magharibi. Kwa sauti yenye kujaa alisema, Marekani haipaswi kutuambia cha kufanya. Tunasimama na Captain Ibrahim Traore. Tunasimama na Traore kwa sababu tunajua kwa Traore anasimamia umoja wa Afrika. Sisi ni Traore na Traore ni sisi sote. Captain Ibrahim Traore alichukua madaraka mnamo Septemba mwaka 2022 baada ya kuongoza mapinduzi ya kijeshi yaliyomwondoa Paul Henry akiwa na umri wa miaka 37. Traore ni mojawapo ya viongozi wenye umri mdogo zaidi duniani kwa sasa. Alizaliwa tarehe 14 Machi mwaka 1988 kwenye kijiji cha Kera, wilaya ya Bondoku, nchini Burkina Faso. Alisomea jiolojia katika chuo kikuu cha Ouagadougou kabla kujiunga na jeshi la taifa lake mnamo mwaka 2010. Tangu alipoingia madarakani, Traore amejitahidi kuondoa ushawishi wa zamani wa kikoloni hasa kutoka Ufaransa na kuimarisha ushirikiano wa kiusalama na kiuchumi na mataifa kama Urusi na Uturuki. Serikali yake imeongeza matumizi ya teknolojia ya kisasa kijeshi kama vile ndege zisizo na rubani kutoka Uturuki ili kupambana na makundi yenye msimamo mkali yanayotishia usalama wa eneo la Sahel. Malema katika hotuba yake alieleza uungwaji wake mkono kwa China kwa kusimama kidete dhidi ya Marekani katika vita ya kibiashara, hasa kuhusu sera za ushuru wa forodha. Alisema lazima tuitetee China na kuikataa Marekani na kuiambia Marekani iende kwa sababu hawaelewi jinsi ushuru wa forodha unavyofanya kazi. Kauli hiyo ililenga kuonyesha jinsi mataifa ya Global South yanavyotakiwa kuwa na msimamo wa pamoja dhidi ya sera za kiuchumi za Marekani ambazo kwa mtazamo wa Malema zinaendeleza ukandamizaji wa kiuchumi duniani. Aidha, bila kupepesa macho, Malema alimtaja pia rais wa Marekani Donald Trump adui wa nafsi yake mwenyewe na adui wa sisi sote. Kauli hizi za Malema zinakuja katika kipindi cha mabadiliko makubwa barani Afrika, hasa Afrika Magharibi, ambapo mataifa kama Burkina Faso, Mali na Niger yanajaribu kujitoa katika miongo ya utegemezi kwa mataifa ya Magharibi na kuimarisha ushirikiano wa kikanda kupitia muungano wa Alliance of Sahel States. Kwa upande wake, Captain Ibrahim Traore amekuwa mstari wa mbele kusukuma mbele ajenda ya kujitegemea kwa Afrika, kujenga miundombinu huru na kulinda mali za taifa dhidi ya uporaji wa rasilimali unaofanywa na makampuni ya kigeni. Kauli ya Julius Malema inaakisi hisia pana za wananchi wengi wa Afrika wanaotamani kuona bara hili likijihusisha na kujinasua kutoka kwenye minyororo ya ukoloni mamboleo. Kwa kuunga mkono viongozi kama vile Ibrahim Traore, Malema anatoa wito kwa mshikamano wa Afrika na mapambano dhidi ya ubeberu na ujenzi wa Afrika unaojitegemea kwa kweli. Kwa mtazamo huu, Traore anaonekana si mtu kama rais wa Burkina Faso, bali pia kama nembo mpya ya kizazi kipya cha viongozi vijana wanaopigania uhuru wa kweli wa Afrika. Dataflow inakuletea internet ya uhakika, ni salama na huunganisha kwa haraka. Unganisha na watu zaidi ya 30 kwa wakati mmoja. Inakaa na chaji kwa muda mrefu zaidi ya masaa 11. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.